ambao wako radhi kusema uongo ili kulinda maslahi yao. Na waombea kwa Mungu sana. Unapokuwa kiongozi, mojawapo ya vitu unavyo kwenye dhamana yako ni pamoja na kupoteza dhamana yako ikibidi, kama utahitaji kusimamia ukweli. Wakweli inaweza kusaidia mkuu wetu wa nchi. Wakweli, viongozi wa kweli. Mtazamaji wa Nyikani TV, asante kwa kuendelea kututazama katika channel yetu ya Nyikani TV. Lakini umekuwa mstari wa mbele katika kulike, kusubscribe, lakini pia kuweka maoni yako, kwa kimombo wanaita kucomment. Nasi tunayasoma sana maoni yako. Usidhani kama watu jisomi, lakini tunasoma na watu wengine pia wanasoma. Leo nimeona tuzungumze jambo moja kwa ajili ya kubadilishana maarifa na taarifa. Ikumbukwe ni mwaka 2025, mwaka wa uchaguzi. Ni uchaguzi mkuu hapa nchini Tanzania. Tutashuhudia vitu vingi vitakavyokuwa vinaendelea katika nchi yetu. Jambo ambalo litakuwa kwa ukubwa zaidi ni swala la maombi, yaani kuombea viongozi wetu, lakini pia kuombea nchi yetu ama taifa letu la Tanzania. Rai yangu kwenu nyote mtakaoingia katika swala hilo au political move hiyo, ni waombe katika maombi yenu ama katika maombi yetu, tujikite zaidi katika kuliombea taifa, yani amani na utulivu, lakini tuwaombee viongozi katika kumjua Mungu wa haki, kwa sababu haki ndiyo huinua taifa. Kwa nini nayasema haya? Yapo mambo mengi yanayoendelea katika nchi yetu, lakini swala la haki ni kama linaonekana kuteteleka kwa namna moja ama nyingine. Viongozi wetu wanahitaji sana kupata hekima ya kutenda haki katika taifa. Na zaidi tuwaombee sana wale ambao wanapata nafasi ya kuwa washauri wa viongozi wetu katika nafasi mbalimbali. Yawezekana tunaweza tukawa na viongozi ambao wana nia njema sana katika taifa, lakini wakawa na washauri ambao ni waongo. Watu waongo ni watu hatari sana katika taifa. Utakuta wanapotosha sana viongozi, na utakuta ndio wanaoaminiwa sana na viongozi, kwa sababu labda wanapenda kusema maneno yale ambayo viongozi wanatamani kuyasikia. Ushauri wangu hata kwa hao wanaopewa nafasi ya kushauri, na si washauri tu, sisi sote, kila mmoja kwa nafasi yake, kwa sababu tunayo fursa sasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Kama taifa, kila mmoja wetu aseme ukweli, ashauri ukweli. Na kwa viongozi, ni bora ukakosa nafasi ulionayo, lakini ukamwambia ukweli kiongozi aliyekupa nafasi ya kushauri. Narudia, kwa kiongozi yeyote uliyepata nafasi ya kumshauri kiongozi wako, ni vema ukawa mkweli. Bora ufukuzwe kazi, bora ukatengwa, bora ushushwe cheo, lakini useme ukweli mchungu kwa kiongozi wako, ili jamii, ili taifa linufaike kwa ukweli wako. Na kwa sababu ukweli unalo jambo moja tu, ukweli huwa unajisimamiaga. Ukweli huwa hauhitaji wakili. Ukweli ni ukweli. Sema ukweli hata kifo. Na mambo haya pia, haya nayo yasema sasa, amewahi kuzungumza kiongozi mmoja wa Chama cha Mapinduzi hapa Tanzania. Naye si mwingine ni Balozi Humphrey Polepole, ambaye alieleza kwamba ipo haja ya kupata viongozi wa kweli wanaowashauri viongozi, kwa sababu wapo viongozi wengi ambao sio wa kweli, jambo ambalo linateteresha taifa. Sasa katika mwaka huu wa 2025, ni waombe viongozi wote wanaopewa nafasi ya kuwashauri viongozi, kwa sababu ni nchi ya viongozi. Huo ndio ukweli. Huku kwingine ni yale tu maandishi yameandikwa tu kwamba si nchi ni ya wananchi, lakini kimsingi ni nchi ya viongozi. Viongozi mnaoshauri viongozi, jitahidini kuwa wa kweli,
kwa ajili ya jamii yetu, kwa ajili ya taifa letu. Na katika hayo, labda niwakumbushe tu, hebu tumsikilize Humphrey Polepole katika dakika zake kadhaa hizi akizungumzia jambo hili, kwa sababu yeye pia amekaa kwenye serikali, amekaa kwenye Chama cha Mapinduzi, na anaeleza haya kwa sababu anayajua vema. Na mimi nayasema haya kwa sababu nayajua vema. Nimekaa katika sekta mbalimbali katika utumishi wa nchi hii kwa namna moja ama nyingine. Karibu tumsikilize Humphrey Polepole aliyowahi kuyazungumza katika mijadala yake ama katika maoni yake kwa nchi yetu ya Tanzania. Humphrey Polepole, karibu. Wanasema ukweli huo una tabia ya kujilipiza kisasi ukipuuzwa. Tuseme ukweli wakati wote, hata kama tunatetemeka. Nafahamu wakati mwingine kuna watu, hasa viongozi, ambao wako radhi kusema uongo ili kulinda maslahi yao. Na waombea kwa Mungu sana. Unapokuwa kiongozi, mojawapo ya vitu unavyo kwenye dhamana yako ni pamoja na kupoteza dhamana yako ikibidi, kama utahitaji kusimamia ukweli. Wakweli naweza kusaidia mkuu wetu wa nchi. Wakweli, viongozi wa kweli hawayumbi katika ukweli. Wanasema ukweli wakati wote. Wanasema hii ni nyeusi, hii ni nyeusi, hii ni nyeupe na hii ni nyeupe. Ukiyumba katika ukweli, hata mbingu unaweza na mashaka kama utaipata. Kuhusu habari ya wamachinga, tuwe very careful na hii issue. Kwa sababu ukikurupuka tu na hii issue, inakwenda vibaya. Inakwenda vibaya. Lazima tu apply science kwenye jambo hili. Kwa nini watu wako barabarani? Kwa mfano, usiwahamishe mpaka wamekujibu kwa nini wako barabarani. Hapa nazungumzia uchambuzi wa wadau, stakeholders analysis. Kwa nini wako barabarani? Halafu waulize, eti nikikutengenezea soko pahala fulani utakwenda au huendi? Atakupa sababu za kwenda, atakupa kwa maana ya zile nzuri na mbaya. Halafu wewe unatakiwa uwei, inawezekana kumpeleka kule sasa kwa mazingira ya sasa hivi. Nitakupa mfano. Ulaya. Kwa kifupi, huyo ni Humphrey Polepole ambaye alikuwa pia katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi nyakati za marehemu John Pombe Joseph Magufuli wakati wa uhai wake. Kwa hiyo haya ninaamini anayasema kutokana na experience ambayo anayo na ameyaona ndani ya chama na serikali. Lakini sio huyo tu. Tukumbuke pia mkuu wa mkoa wa sasa wa Arusha, Paul Makonda, alipokuwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi, akizunguka kote nchini kwa ajili ya kusikiliza kero za wananchi, alikutana na matatizo mengi sana ya wananchi, na mahala kadhaa ama mahala pengi mpaka alithubutu kusema kwamba anaona jambo la ajabu sana anapoenda katika mikoa hiyo na anapokutana na matatizo ya wananchi katika maeneo mbalimbali. Na alithubutu kusema Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan huenda anaamini kwamba mambo yanafanyika kwa usawa kabisa. Mambo yanaenda barabara huko katika mikoa, huko katika wilaya, huko katika sekta mbalimbali za umma. Lakini yaliyoko katika uhalisia ambayo Paul Makonda alikutana nayo, naye akawa anashangaa kabisa na akisikitika kwamba anaamini kwamba Mheshimiwa Rais anaamini kabisa kwamba mambo yanaenda vizuri katika maeneo yote ambayo wapo na hata wawakilishi wake, lakini kumbe sio sawa. Ndio maana ninasisitiza kwamba viongozi waliopata nafasi ya kuaminiwa kushauri viongozi wajitahidi sana kuwa wakweli. Hata waombaji katika maombi mbalimbali yatakayoendelea nchini, kuliombea taifa kwa ajili ya uchaguzi mkuu, lakini kuombea viongozi walioko madarakani, tuombee sana pia kuombea hawa viongozi wanaoshauri viongozi wenzao wawe wakweli, wasiwe waongo, kwa sababu ukiwa muongo maana yake kiongozi mkuu hawezi kutenda haki, ama atakuwa nadhani kwamba anatenda haki, kumbe ameshauriwa kitu ambacho si ajabu, sio sawa, hali ambayo haitaleta haki katika nchi. Wewe unasemaje kwa maoni yako mtazamaji? Na huu si unabii tu, lakini hili ndilo lipo katika uhalisia. Na kesho yetu tusipoyafanya haya, kuna kesho ambayo sio njema sana. Karibu kwa maoni yako, na hii ni Nyikani TV na langu jina ni Godoni Kalurunga.